watu 10 wenye ukoma wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi, huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Warekenda wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyo? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno la uzima. Haya ni maneno yaliyoandikwa ili yatuhekimishe, yatufahamishe na yatupe maarifa. Napeleka damu ya Yesu Kristo katika maneno haya tuliyoyasoma. Neno lako linatuambia Musa alinyunyiza damu kwenye kile kitabu ili kipate kufunguliwa. Lakini pia neno lako linasema kwenye kitabu cha Ufunuo, wastahili wewe kukifungua na kuiondoa mihuri ya hivyo vitabu. Maana yake vitabu vingine vimefungwa, kuna wa kuvifungua ili tupate kuvielewa, ila wewe peke yako. Na kwa damu ya Yesu Kristo tunafungua maneno ya kitabu hiki cha Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 18, kipate kufunguliwa na kuwa wazi katika mioyo yetu, ili kituhekimishe na kutupa maarifa na ufahamu kwa ajili ya ufalme wako. Ni katika jina la Yesu mjalie nami mtumishi wako hekima na maarifa na ufahamu wa kulinena injili bila kuionea haya. Ni katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Hii ni story ambayo tunaijua vizuri, na baadhi ya kwaya zimeimba vizuri juu ya story hii. Na mimi leo nimepata nafasi ya kushirikiana na wewe maneno haya. Naomba nilete kwako mambo muhimu ya kufahamu juu ya habari hii. Mambo muhimu ya kufahamu juu ya habari hii. Tuna mambo kama 4 ya kufahamu juu ya habari hii tuliyoisoma. Na nimuombe Mungu anipe utulivu na niende polepole ili niweze kuona kama nitaachia mbegu ambayo inaweza ikatusaidia. Mara ya kwanza kusoma neno hili kwa uzito wake ilikuwa ni mwaka 2020. Ndio mara ya kwanza kwangu kusoma hili neno kwa uzito wake. Nimekuwa nikisoma haya maneno mara kwa mara. Jambo la kwanza ambalo nimeliona katika hii mistari ni hili. Msalaba wa Yesu Kristo ni kwa ajili ya kila mtu. Msalaba wa Yesu kwa ajili ya kila mtu. Na mtu yoyote atakayeuendea msalaba, Mungu atakutana naye. Na kama msalaba ni kwa kila mtu, ni kuombe sana usimkatie mtu yoyote tamaa, kwa sababu msalaba ni kwa kila mtu. Maandiko tunayosoma sura ile ya 17, ule mstari wa 16, umerekodi neno la ajabu sana ambalo si mara nyingi waga tunalifuatilia. Lakini ule mstari wa 16 unasema, akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Anasema naye alikuwa Msamaria. Hebu sema naye alikuwa Msamaria. Lile neno naye alikuwa Msamaria halionekani kama lina umuhimu sana wa kuandikwa. Na wakati mwingine hatuoni ni kwa nini liliandikwa. Lakini liliandikwa ili tuonyeshe ya kwamba aliyepokea uponyaji akuwa Myahudi. Aliyepokea uponyaji alikuwa ni Msamaria. Na mnajua wazi kabisa ya kwamba Wasamaria na Wayahudi hawachangamani. Kati ya kitu ambacho Yesu Kristo alikumbana nacho kwenye yule mama kwenye kile kisima, ilikuwa ni kuchangamana kwa Myahudi na Msamaria. Ilikuwa ni kwa Myahudi kuomba kitu kwa Msamaria. Na yule mama alimwambia wazi kabisa, mnajua kabisa ya kwamba Wayahudi na Wasamaria hatuchangamani. Unaona Biblia inaweka rekodi vizuri ya kwamba huyu mtu aliyepona na akarudi kutoa shukrani mbele za Mungu akuwa Myahudi, alikuwa Msamaria. Bwana Yesu asifiwe.
Maana yake ni kwamba huyu mtu kwa mfumo wa kawaida hakupaswa kupona kwa sababu hakuwa Myahudi. Lakini unaona anapokea uponyaji akiwa Msamaria. Inatupa picha nyingine ya kuelewa ya kwamba msalaba si kwa Wakristo peke yao. Msalaba si kwa ajili ya dini yako. Msalaba ni kwa ajili ya watu wote. Na ndio maana unaweza ukaweka mkutano wa injili nje, ukahubiri injili na watu wakapona ambao si wa dini yako. Na wakitoka hapo wakarudi kwenye dini zao. Ni sahihi kabisa kwa sababu msalaba ni kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukahubiri katika madhabahu hii tukiwa hapa. Sauti ikapenya mpaka kwenye nyumba ya mtu, kuna mtu anaumwa na akapona. Na akajua kabisa nimepona kwa sababu nilisikia Wakristo mahali wanaomba. Lakini akamshukuru Mungu aliyemponya na asije kwenye dini yako kwa sababu msalaba si wa dini. Msalaba ni kwa ajili ya kila mtu. Amini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usimkatie mtu tamaa. Haijalishi ni wa dini yako au si wa dini yako. Msaidie kwa kupitia kwenye msalaba, maana msalaba ni kwa kila mtu. Hilo ni jambo la kwanza na sitaki tukae sana hapo kwa sababu nataka tu upate ile point muhimu ya kukusaidia. Jambo la pili, yule mponywa, hebu sema mponywa, hakurudi kimya kimya. Hakurudi kimya kimya. Hakurudi kimya kimya. Biblia inasema ule mstari wa 16, mstari wa 15. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Hebu sema kwa sauti kuu. Mara ya pili kwa sauti kuu. Mara ya tatu ya utakatifu kwa sauti kuu. Huyu mponywa akurudi kimya kimya. Alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Biblia ikisema alirudi kwa sauti, uwe na uhakika alirudi kwa sauti. Kama Yesu alikuwa amesimama kwenye hii madhabahu, atakuwa alianzia pale njia panda, akisema habari za Mungu aliyemponya, akisema habari za Yesu aliyemponya, akimtukuza Mungu kwa kinywa chake. Akumtukuza Mungu moyoni. Alisema wazi wazi habari za matendo makuu ambayo Mungu amemtendea. Mungu alipokea sauti ya yule mama. Alipokea sauti ya mponywa. Naomba nitumie neno mponywa iwe rahisi kuelewa. Lakini alipokea kwa sauti kuu. Yule mama akurudi kimya kimya. Alirudi kwa sauti akimsemesha Mungu, akimtukuza Mungu, akimshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo Mungu amemtendea. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari ule wa 9. Yesu alitufundisha kuomba katika sala ya Baba yetu uliye mbinguni. Na kitu alichosema, alisema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Huyu mama alirudi. Shukrani kwa Mungu ni sehemu mojawapo ya kulitukuza jina la Mungu. Biblia inaposema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, maana yake Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lijulikane, jina lako lifahamike, jina lako liheshimike, jina lako litegemewe. Maana yake Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, jina lako lifahamike, jina lako litegemewe, jina lako liheshimike, jina lako lijulikane katikati ya watu, wakujue ya kwamba wewe ni Mungu. Unajua kama jina la mtu lilivyo ndivyo na yeye alivyo, ndivyo Biblia inavyosema. Yesu Kristo anakiri kwa sababu Biblia inasema kwa kuwa alikuwa mtii hata mauti,
alikirimiwa jina lipitalo majina yote, la viumbe vyote vya duniani na mbinguni. Kwa hiyo mbinguni hakuna jina kubwa kuliko Yesu, na duniani hakuna jina kubwa kuliko Yesu. Utaniuliza, mbona liko jina la Mungu? Yesu Kristo anakiri wazi kabisa ya kwamba Yesu si jina lake. Lile jina alirithi, lile jina alipewa. Anasema wazi kabisa, ili jina lilikuwa lako ukanipa, ndio maana ni kubwa mbinguni, ni kubwa duniani. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe lile jina sio la kwake, lile jina alipewa. Alikiri mwenyewe kwenye maombi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17, anasema lilikuwa lako ukanipa, nami kwa jina hilo naomba uwarinde hao watu. Maana yake anatusemesha ili jina nilipewa, sio langu, ni la kwake mwenyewe. Ukirithishwa jina, hilo jina sio la kwako, ni la aliyekurithisha. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Kwa hiyo Yesu Kristo anasema hilo jina linatakiwa litukuzwe, linatakiwa liheshimiwe, linatakiwa lifahamike, linatakiwa litukuzwe, linatakiwa litegemewe, linatakiwa lijulikane. Na huyu mama mponywa aliporudi, alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Ile tukuzo ilikuwa inafanya jina la Yesu Kristo lijulikane, ya kwamba ni Mungu anayeponya, ni Mungu anayeokoa, ni Mungu anayetakasa ukoma. Maana yule mama, ile kelele na sauti ilifanya Wagalilaya na Wasamaria waelewe ya kwamba ukoma haitokuwa shida tena, maana yuko Yesu Kristo katikati yetu anayeponya ukoma. Yule mama angenyamaza, yule mponywa angenyamaza, kitu ambacho kingetokea ni kitu gani? Hakuna mtu ambaye angejua ya kwamba Yesu anaponya ukoma. Unaponyamaza kumshukuru Mungu, maana yake kuna jambo halitokei katikati ya watu kumtukuza Mungu. Kanisa, Bwana asifiwe. Kama jina la mtu lilivyo, ndivyo alivyo. Ndivyo alivyo. Yule mama alirudi akimtukuza Mungu kwa maneno ya kinywa chake, kwa maneno ya kinywa chake. Zaburi ya 50 mstari wa 23 anasema kitu gani? Zaburi ya 50 mstari wa 23 anasema hivi. Zaburi ya 50:23 anasema hivi: atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayefanya nini? Wapendwa, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayefanya nini? Ndiye anayenitukuza. Kwa hiyo katika sala ya Baba yetu uliye mbinguni, kama tunasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, Biblia inatuambia ukitoa dhabihu za kushukuru, Mungu anatukuzwa. Na Biblia imerekodi dhabihu za aina mbili. Imerekodi dhabihu ya mali na fedha, dhabihu kama sadaka ya mali na fedha, na imerekodi dhabihu ya maneno. Dhabihu ya maneno. Hebu sema dhabihu ya maneno. Huyu mponywa alirudi na dhabihu ya maneno, na ikapokelewa dhabihu ya maneno, na akatendewa kwa dhabihu ya maneno. Kitabu cha Waebrania sura ya 13. Waebrania sura ya 13. Waebrania sura ya 13 mstari wa 15 na 16. Waebrania 13, 15, 16. Kanisa, haleluya. Waebrania 13, 15, 16 anasema, basi kwa